Kiungo wa klabu ya Young Africans Khalid Aucho amechukizwa na kitendo cha uongozi wa klabu ya Young Africans kugoma kucheza mchezo wa dabi ambao unatakiwa kuchezwa tarehe 15 ya mwezi huu wa 6. Khalid Aucho amechukizwa na kitendo hicho kwa sababu anaamini kwamba mechi ya dabi ni mechi kubwa na ni mechi yenye heshima kubwa na ni mechi ambayo pia wachezaji wanaitumia kwa ajili ya kujitambulisha duniani, kwa sababu ni mechi ambayo watu wengi wanaitazama hiyo mechi duniani kote, na ni mechi yenye ushawishi mkubwa na ni mechi ambayo kwenye ardhi ya Tanzania kila mchezaji anatamani kucheza mechi ya aina hiyo kutokana na ukubwa wa mchezo wenyewe. Anasema wachezaji wengi ambao wanakuja Tanzania, especially wakicheza Simba na Yanga, moja ya mechi ambazo zinawavutia sana ni pamoja na mchezo wa dabi. Kwa hiyo yeye kama mchezaji hajafurahishwa na kitendo cha Young Africans kugomea mchezo wa dabi, lakini anasema kwamba bado ni swala ambalo liko kwenye mipango ya klabu ya Young Africans, lakini yeye kwa mtazamo wake ni kitu ambacho hajapendezwa nacho kwa sababu anaamini kwamba mechi ya dabi ni mechi ambayo ni kubwa. Kwa hiyo yeye kama angekuwa na mamlaka ama angekuwa na uwezo wa kukubali kwamba mchezo uchezwe ama usichezwe, angekubali mchezo uchezwe, kwa sababu ni mchezo ambao watu wengi wanausubiri kwa hamu na ni mchezo ambao watu wengi wanatamani kuona mchezo wa aina hiyo unachezwa. Khalid Aucho amezungumza hivyo kwenye akaunti yake ya Instagram wakati anaenda live. Alikuwa akijibu maswali ya mashabiki mbalimbali wa mpira wakimuuliza, wewe unachukuliaje swala la wewe kutokucheza mchezo wa dabi? Kwa wale ambao waliingia kwenye Insta live ambayo alifanya Khalid Aucho jana usiku, utakuwa umeona kile ambacho alikuwa anakizungumza. Alikuwa akijibu maswali ya wadau kuhusiana na anazungumziaje swala la dabi kutokuchezwa, lakini akiamini kwamba swala la dabi kutokuchezwa ni swala ambalo liko chini ya uongozi, lakini yeye kama mchezaji anatamani kuona dabi inachezwa kwa sababu ni moja ya michezo mikubwa barani Afrika na ni moja ya michezo ambayo wachezaji wengi wanatamani kuona wanacheza kwenye michezo ya aina hiyo. Na of course duniani kote hakuna mchezaji ambaye hatamani kucheza kwenye mchezo mkubwa. Kila mchezaji duniani anatamani kuhusika kwenye mchezo mkubwa zaidi. Kwa hiyo kwa kile ambacho yeye amekiona kwa mtazamo wake, anaona kama kuto kucheza mchezo wa dabi ni kama kuwanyima wachezaji haki zao za msingi, especially kwenye hizi mechi kubwa, kwa sababu ni mechi ambazo watu wengi wanatamani, wachezaji wengi wanatamani kucheza kwenye hizo mechi, lakini pia wachezaji wengi, mashabiki wengi wa mpira wanatamani kuona timu zao zikiwa zinacheza kwenye hizo mechi. Kwa hiyo ni mechi ambayo inakuwa mara nyingi na intention kubwa sana kuanzia kwa mashabiki, wachezaji na watu wengine wote kwenye mpira. Kwa hiyo yeye ni kitu ambacho hajafurahishwa nacho hata kidogo. Kwa hiyo anatamani kuona viongozi wanafanya kila ambacho kinawezekana mchezo uchezwe, kwa sababu wao ndio wenye mamlaka ya kuamua kwamba mchezo uchezwe au usichezwe. Lakini hayo ni mawazo yake, of course, sio kwamba anawaingilia viongozi, no. Hayo ni mawazo yake kama mchezaji kwamba anatamani kuona mchezo wa dabi unachezwa. Na hata mimi pia mwenyewe Alex Ngereza natamani mchezo uchezwe kwa sababu kuna interest za watu wengi. Yaani huu ni mchezo ambao una interest za watu wengi, ni mchezo ambao una interest za kibiashara. Kuna mama zetu wanataka kufanya biashara kwenye huo mchezo. Kuna watu wanauza visimbuzi, kwa mfano Azam TV ambao ndio biashara yao kubwa. Ni sehemu ambayo wanaitolea sana macho kwa kiasi kubwa sana. Lakini pia apart from Azam TV kuna watu wenye mabanda huko watu wanalipa viingilio ili watu watazame mchezo. Kwa hiyo ni mchezo ambao usipochezwa huwa hasara yake inakuwa ni kubwa sana, lakini pia unapochezwa faida yake inakuwa ni kubwa sana. Inakuwa ni faida kubwa nje ya uwanja, lakini pia inakuwa faida kubwa ndani ya uwanja. Sasa nje ya uwanja huku kuna biashara ndogo ndogo ambazo zinafanywa kwenye mchezo wa dabi, ambazo manake mchezo usipofanyika na maana hizo biashara haziwezi kwenda kufanyika, lakini mchezo ukifanyika maana hizo biashara zitaenda kufanyika. So kitendo cha viongozi kugomea mchezo wa dabi kutokuchezwa, maana yake sio tu wanawanyima wachezaji fursa ya kuonekana zaidi barani Afrika, lakini pia wanawanyima fursa wafanyabiashara kufanya biashara ambazo zinaweza kuingizia kipato kwa ajili ya kuendesha familia zao. Na ndio maana Khalid Aucho kama mchezaji anasema kwamba yeye anatamani kuona mchezo wa dabi unachezwa, kwa sababu ni mchezo ambao umebeba hisia za watu wengi, lakini pia ni mchezo ambao kila mchezaji anatamani kucheza, lakini pia ni mchezo ambao unatazamwa na Afrika nzima. Kwa hiyo pia unapocheza huo mchezo maana yake kuna kitu fulani una gain kama mchezaji, lakini pia usipocheza huo mchezo maana yake kwa kawaida kuna watu wanaweza kuanza kuquestion tofauti. Kuna watu wanaweza kuona kwamba labda shirikisho lipo serious na vitu vingine kama hivyo. Lakini hao ni maoni yake wakati anajibu
comment za wadau mbalimbali kwenye mtandao wa Instagram wakati ameenda live na mashabiki zake ambao walikuwa wanajaribu kuuliza maswali ya hapa na pale. Lakini mchezo utachezwa siku ya Jumapili, siku ya wiki ijayo, kwa maana tarehe 15. Ina maana hiyo siku ikifika, hata kama Yanga watakuwa hawajakubali kwenda kucheza, lakini kwa sababu tayari ni tarehe ambayo imepangwa, Simba ataenda uwanjani kama kawaida na maandalizi yatafanyika kama kawaida, na mwisho siku wataenda uwanjani, watapewa alama zao 3 za mchezo na maisha mengine yataendelea. Kwa hiyo tuendelee kusubiri ni kitu gani ambacho kitaenda kutokea, lakini kwa mpaka sasa kwa mazingira jinsi yalivyo, inaonekana kabisa kwamba mambo mengine yanaenda vizuri kwenye taratibu za usimamizi wa mchezo na kila kitu. Bado kwa kile ambacho Khalid Aucho, kama viongozi wataamua kumsikiliza kile ambacho anakizungumza vizuri na akakiweka akilini, amezungumza kitu kikubwa sana, amezungumza jambo la maana sana, amezungumza kitu ambacho kinaweza kuwasaidia wao kama viongozi kubadili mitazamo yao, kwa sababu ukiona mchezaji anakuwa na mawazo chanya ya aina hii, maana yake ni kwamba yeye anatamani pia kuona furaha inapatikana kwa mashabiki, lakini pia anatamani kwenda kuonesha uwezo wake kwenye huo mchezo. Of course mchezaji ambaye umri umekwenda, lakini hapo wachezaji vijana ambao wanaweza kutumia mchezo kama sehemu ya fursa ya wao kwenda kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tusubiri tuone, bado ya uongozi wa Yanga una nafasi ya kupingana na maamuzi ambayo waliyafanya mwanzoni, lakini pia kuna mazungumzo pengine labda yanaweza kaendelea na mwisho siku tukaenda kushuhudia taswira ya tofauti, lakini ukweli ni kwamba mchezo wa dabi upo kama kawaida na kila kitu kitaenda vizuri kabisa. Tusubiri tuone nini ambacho kitaenda kutokea, lakini mimi naamini kwamba mchezo wa dabi utachezwa kama kawaida. Yaani hakuna namna mchezo wa dabi unaweza kuacha kuchezwa. Sasa unaweza ukachezwa kwa physically, watu kwenda uwanjani na kutazama, lakini pia unaweza kuchezwa tu kwenye maneno, kwa maana unaweza kuchezwa mtu akapata ushindi wa mezani. Ni kitu ambacho pia kinawezekana kabisa. Cha msingi mchezo uchezwe kikanuni kama kanuni zinaeleza. Kwa hiyo naamini kwamba kama Simba mechi itakuwa kama ilivyopangwa, Simba ataenda uwanjani, na Yanga hata asipoenda uwanjani, naamini kwamba Simba atapata alama zake 3 na atakuwa bingwa kwa msimu mwaka 2024 2025. Lakini hicho ni kile ambacho amekizungumza Khalid Aucho, msije mkashangaa pia na yeye akaanza kupigwa bani, kwa sababu kwenye majibu ya comment za wadau anaonekana kwenda tofauti na uongozi wake wa Young Africans ambao ndio unamlipa mshahara, lakini ndio ambao unampa posho na kila kitu.